Habari na karibu katika Ufunuo wa Ufunuo, njia ya unabii ya Biblia inayofikia kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na ukipata kitu kutokana na mafundisho haya, kumbuka kupenda, kushiriki na kujisajili. Na kama una familia na marafiki walio karibu au mbali, ni nani angefaidika kwa kusikia katika lugha zao? Mafundisho haya unaweza kuyaona kwenye kisanduku cha maelezo au chini ya kila video. Nitakuonyesha kitu. Mafundisho haya yalitafsiriwa katika lugha 10 za ziada. Kwa hivyo, ikiwa ungependa kujua ni zipi, nenda kwenye kisanduku cha maelezo chini ya video. Na unaweza kushiriki haya na familia na marafiki na kuwasaidia kuelewa mambo haya vizuri zaidi pia. Kwa kusema hivyo, hii itakuwa ya kufurahisha sana usiku wa leo. Umekuwa ukikua katika video za hivi karibuni. Umekuwa ukikua katika uelewa huo. Tofauti zilizopo ndani ya Injili za sinoptiki za Mathayo, Marko na Luka zinaonyesha kwamba mwisho wa nyakati unachezwa kama Luka, kisha Marko, halafu Mathayo. Kwamba tofauti zilizopo ndani ya Injili zao si tu katika mafundisho, bali katika Injili zote kwa ujumla, jinsi zilivyopangwa, sababu ya tofauti hizo ambazo watu huita migongano au mitazamo, kwamba hadithi zinatofautiana kutoka moja hadi nyingine. Kuna sababu zake, na kila moja ya sababu hizo hutuongoza kwenye unabii. Kila tofauti ni unabii. Kuna sababu kwa nini baadhi ya mambo yanazungumziwa katika Injili moja na si mengine. Hilo pia ni unabii unaofunua. Na leo tutakuonyesha moja ya yale yanayofunua unabii. Ni ajabu kabisa. Naipenda. Imo katika Injili ya Luka, nami naiita panga mbili. Labda inafanana na kile ambacho mafundisho haya yatapewa jina. Sasa angalia hili. Hii inapatikana tu katika Injili ya Luka. Kwa hiyo katika Luka sura ya 22, sawa? Kwa ajili ya kama huoni au kama sitataja ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia hapa na utajua kila wakati ni sura gani nipo. Kwa hiyo tuko hapa katika Luka sura ya 22 na tuna hii hadithi ya ajabu kabisa. Nadhani ni ya kuchekesha inatokea hapa. Sikiliza kinachotokea. Tuko katika Luka 22 kuanzia mstari wa 35. Akawaambia, nilipowatuma bila mfuko wa fedha, hati za mkopo na viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema hakuna. Kisha akawaambia, lakini sasa mwenye mfuko na uchukue, na hati yake vivyo hivyo. Na yeye asiye na upanga, huu ndio funguo, yeye asiye na upanga, na auze vazi lake na anunue mmoja. Kwa maana nawaambia ya kwamba haya yaliyoandikwa lazima yatimizwe ndani yangu. Naye alihesabiwa miongoni mwa wakosaji, kwa maana mambo yanayonihusu yana mwisho. Wakasema, Bwana, tazama tuna panga mbili. Na jibu la Bwana ni leki. Akawaambia, inatosha. Kwa hivyo anazungumza na kundi la wanafunzi wake. Anasema wote wanahitaji kupata panga. Na kama hawana, wanahitaji kuuza nguo zao ili waende wakanunue upanga. Kwa hivyo ungeweza kuona, kama ungeweza kuhisi tu, hakuna maelezo. Lakini lazima walikuwa wamekusanyika kidogo na kusema, je, una upanga? Hapana. Una moja? Hapana. Kuna moja? Sina moja. Je, wewe unaye moja? Kisha wanageuka na kama vile, Bwana, tuna mbili hapa. Naye anasema, sawa, hiyo inatosha. Lazima ufikirie, walikuwa wanajikuna vichwa. Hii yote ilikuwa ya nini? Jibu ni kwamba yote ni unabii. Na kuna sababu imeandikwa katika kitabu cha Luka, kwa sababu ana hizi panga mbili na atazitumia. Mwisho wa siku, kuelekea mwisho wa mihuri na kuelekea mwisho wa tarumbeta, umeongezeka katika uelewa kwamba si tu tofauti zilizopo kwenye Injili ndizo zinaonyesha mambo, bali kwamba ndiyo, kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki ni kweli, lakini mwisho wa siku ni kipindi kinachoitwa juu, ambacho ni siku 50, halafu miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Kwa nini kuna panga mbili? Kwa sababu atatumia panga mbili. Wacha ni kuonyesha ilipoyapaza. Katika mafundisho ya Marko sura ya 13 tunaona kuanzia mstari wa 24, lakini katika siku hizo baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitaanguka, na nguvu za mbinguni zitayumba. Na ndipo utamwona Mwana wa Adamu akija katika mawingu, wingi wa mawingu. Tunajua hilo ndilo neno na mawingu, wingi wa mawingu. Wakati Mwana wa Adamu atakuja wakati huu. Kama umekuwa ukitazama mafundisho yaliyopita, tunajuaje hii ni lini? Hii ni kuelekea mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri.
iko hapa hapa katika Ufunuo sura ya 6. Katika Ufunuo sura ya 6 kuanzia mstari wa 13. Na nyota za mbinguni zikaanguka juu ya dunia, kama vile mtini hutupa tini zake zisizokomaa wakati unapopigwa na upepo mkali. Na mbingu ikatoweka kama gombo la maandishi linapoviringishwa pamoja, na kila mlima na kisiwa vikahamishwa kutoka mahali pao. Na wafalme wa dunia na watu wakuu na matajiri na majemadari wakuu na watu wenye nguvu na kila mtumwa na kila mtu huru wakajificha kwenye mapango na miamba ya milima, wakaiambia milima na miamba, tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa ghadhabu ya Mwana-Kondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Huyu ndiye anakuja kuelekea mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri. Hii ni moja ya zile panga. Hii ndiyo vita ya kwanza atakayopigana sasa. Tazama hii, ya pili iko wapi? Mathayo sura ya 24. Hii iko wapi? Hii ni kuelekea mwisho wa miaka 13 ya dhiki, mwanzoni mwa mwaka wa 14. Ya dhiki mwanzoni mwa tarumbete ya 7, ambayo ni mwanzo wa mwaka wa 14 wa dhiki. Mara tu baada ya dhiki ya siku hizo, jua litatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu za mbinguni zitatikiswa. Ndipo ishara ya Mwana wa Adamu itaonekana mbinguni, na ndipo makabila yote ya dunia yataomboleza. Nao watamuona Mwana wa Adamu akija katika mawingu ya mbinguni, akiwa na nguvu na utukufu mkuu. Unakumbuka hili? Je, neno ndani, hili si neno juu, sawa? Ukienda kuangalia katika Strongs, hii ndiyo neno linalotumika. Kwa hivyo, hii ni nini? Huyu ni yeye anayeshuka chini kwenye mlima wa Mizeituni, na ni vita yake ya pili na ya mwisho. Tazama hii. Tukienda kwenye Ufunuo sura ya 11, tunaiona wapi? Katika mstari wa 15, na malaika wa 7 akapiga tarumbeta, na kulikuwa na sauti kubwa mbinguni zikisema, ufalme wa dunia hii umeondoka, umegeuka kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Na wale wazee 24 walioketi mbele za Mungu katika viti vyao vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamsujudia Mungu wakisema, tunakushukuru e Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko, uliyekuwako, utakayekuja, kwa sababu umetoa uweza wako mkuu na umetawala, na mataifa walikasirika, na ghadhabu yako imekuja. Unaelewa? Sasa una ghadhabu ya Bwana Mungu Mwenyezi. Kristo atakapokuja na wakati wa ufalme wake umefika. Tazama hili. Acha nithibitisha mahali pengine kwa ajili yako. Katika Agano la Kale, hapa katika Zekaria sura ya 14, watu wengi wanalijua hili vizuri sana, lakini wanakosa kipande muhimu. Sawa? Hii ni siku ya Bwana. Kila mtu anajua. Katika mstari wa 4 inasema, na miguu yake itasimama siku hiyo juu ya mlima wa Mizeituni, na tunajua itagawanyika, sivyo? Itapasuka katikati yake, kutoka mashariki hadi magharibi. Kila mtu anajua kuhusu andiko hili, lakini unataka kuona kitu kinachokuja kwanza. Soma mstari wa 3. Ndipo Bwana atatoka na kupigana na mataifa hayo. So, hii ni vita gani? Ni hii hapa. Ni tarumbeta ya 7. Ni katika mwaka wa 14. Ni wakati atakapokuja mwanzoni mwa mwaka wa 14 wa dhiki. Hapa hapa katika hotuba ya Mathayo. Sasa sikiliza inatesela. Ndipo Bwana atakapotoka na kupigana na mataifa hayo, atasikiliza kwa makini, kama alivyopigana siku ya vita. Habari! Alipigana lini? Katika siku ya vita? Kwamba ana lingine ambalo atafanya dhidi ya mataifa yote, na litakuwa kama lile alilopigana siku ya vita. Unaona, sasa umepata jibu ragi. Hii ndio ya kwanza. Kuelekea mwisho wa mwaka wa 6 ulianza mwaka wa 7 wa mihuri, na hapa ndipo anarudi na kuweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni, na anawaangamiza kabisa wale wote waliokuja dhidi ya watu wake, na hiyo ndiyo maangamizi ya mwisho, sawa? Mpaka bila shaka mwisho wa utawala wa miaka 1000. Sasa tazama hii. Hebu tuingie kidogo zaidi. Ni ipi hiyo inayotokea mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri? Ni Ezekieli 39. Iki ni vita vya Ezekieli 39, vita vya Gogu. Hiyo ni Ezekieli 39. Tazama hii, unataka kuona ni wapi pengine imeunganishwa. Ni Danieli sura ya 2. Unaona, katika siku za mwisho tuna picha ya nini? Sanamu ya mnyama, sio? Sanamu ya dhahabu ya mnyama, sio? Ni kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ni vya fedha, tumbo na mapaja ni vya shaba, miguu ni ya chuma, na miguu yake ni sehemu ya chuma na sehemu ya udongo. Na miguu idami.
miguu ina vidole kumi. Na kisha nini kilitokea? Jiwe ikaja. Jiwe lilipiga sanamu na kuwa mlima mkubwa. Huu ndio wakati Bwana atakapokuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri na kumwangamiza mnyama. Nini? Vidole 10 vya miguu. Vidole 10 vya miguu vina picha gani? Utagundua mara moja kutoka kwa popo kwamba atakapokuja kama jiwe linalomwangamiza mnyama na vidole 10 vya miguu, linakuwa mlima mkubwa. Ni wazi kwamba huyo si yeye anayeshuka chini kwenye mlima wa Mizeituni. Anakuja na mlima mkubwa. Hiyo ni kwa sababu wakati wa katikati ya dhiki, baada ya kumwangamiza adui hapa, atawaleta umati mkubwa wa watu peponi, kama tulivyosoma katika 2 wa Korintho sura ya 12, ambayo ni unyakuo wa umati mkubwa katikati ya dhiki. Sasa huu uharibifu wa mnyama uko wapi? Na vidole 10 vya miguu. Ufunuo sura ya 7 inasema kuanzia mstari wa 12, na pembe 10, kama vile kulikuwa na pembe 10 kwenye picha ya mwisho, tunazo hapa pembe 10. Vidole 10 katika kitabu cha Danieli, pembe 10 katika Ufunuo, inasema katika mstari wa 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao bado hawajapokea ufalme, lakini watapokea mamlaka kama wafalme kwa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana nia moja, nao watampa yule mnyama nguvu zao na uwezo wao. Hawa watapigana vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na wale walio pamoja naye wameitwa, wamechaguliwa na ni waaminifu. Angalia inavyosema, herufi kubwa moja tu ya L na herufi kubwa moja ya K. Hii ni wakati anaaribuli yule mnyama na vidole 10, au katika kesi hii yule mnyama na pembe 10. Hii ni mwisho wa mihuri. Sawa, mwisho wa mwaka wa 6 hadi mwanzo wa mwaka wa 7 wa mihuri. Hilo ndilo tunaloliona. Kwa hivyo vita vya pili viko wapi? Tazama hili katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11. Kisha nikaona mbingu zimefunguka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aliitwa Mwaminifu na Kweli, na kwa haki yeye huhukumu na kufanya vita. Macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake kulikuwa na tagi nyingi, na alikuwa na jina lililoandikwa ambalo hakuna mtu alilijua isipokuwa yeye mwenyewe. Naye alikuwa amevaa vazi lililochovwa katika damu, na jina lake linaitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyokuwa mbinguni yakamfuata juu ya farasi weupe, wakiwa wamevaa kitani safi, cheupe na safi. Na kutoka kinywani mwake hutoka upanga mkali. Huwa ndo upanga wa pili, kwamba kwa hiyo atawapiga mataifa, kama vile Zekaria 14, naye atawatawala kwa fimbo ya chuma. Atakanyaga shinikizo la divai la hasira kali na ghadhabu ya Mungu Mwenyezi. Sasa sikiliza hili. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakati huo yote ni herufi kubwa. Unaona kinachoendelea? Kuna vita viwili, kwa hivyo unaona. Kisha yule mnyama na nabii wa uongo katika vita hivi wanachukuliwa wakiwa hai na kutupwa katika ziwa la moto. Na unaweza kusema, vipi inawezekana kwamba yule mnyama amerudi? Sasa tunalipata hili katika Ufunuo 17 mstari wa 8. Inasema, yule mnyama uliyemwona alikuwa huyo, atakuwa nusu ya pili ya mihuri, hadi Bwana amuue pamoja na wale wafalme 10 wanaopigana naye. Na kisha hayuko upande wa nusu ya kwanza ya baragumu, huku mitaa ya jiji na hekalu vikijengwa upya. Na kisha husema, na atapanda kutoka shimoni lisilo na mwisho na kwenda kwenye uharibifu. Kwa hivyo kimetokea ni wakati shetani anapotupwa chini na shimo limefunguliwa. Mnyama ambaye alikuwa ametupwa shimoni baada ya kushindwa na Bwana mwishoni mwa mihuri kuelekea mwisho wa mihuri, sasa ni nini? Akipanda kutoka shimoni lisilo na mwisho, na atapigana nao vita na kuwashinda. Hili litatokea katika nusu ya pili ya baragumu, hadi Bwana atakaporudisha miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni akiwa na upanga wa pili wa mwisho. Mungu akubariki. Mungu awabariki familia zenu. Namba hii imebaraka. Isome, itafute. Ni ajabu sana. Kwaheri kwa sasa.